Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jana tulitaja adabu za kwenye kusoma Qur'ani na tulishia kwenye adabu ya 5, na leo biidhnillah tutaja aba 3 hivi. Kwa kuna maelezo ya ziada, basi tutaleta kwenye risala nyingine. Huko zimetajwa kama 8 kwa upande wa Qur'ani tu, kama Qur'ani. Katika adabu ya 6, qulu rahimahullahu ta'ala, kama min adabiha, miongoni mwa adabu zake, an yuhassina sautahu bilqur'ani wa yatarannama bihi, adakiwa mtu haifanye vizuri sauti yake kwa sababu ya hiyo Qur'an, na awe anaghani patikanike ughani ndani yake, yaani sauti nzuri. Wale ambao waliopokea yaliyokuwa lima fi sahihaini, kama alivyokuja kwenye sahihi mbili, hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, sema ma adina Allahu li shay'in ay mastama li shay'in kama adina lin-nabiyyin husni as-sauti yataghanna bil-Qur'ani yajharu bihi. Asema Mtume akuruhusu jambo lolote ambalo lisikilizwe kama kuruhusu, kama alivyoruhusu kufanya sauti nzuri katika upande wa Qur'ani na akaghani katika hiyo Qur'ani. Kwa kughani ni kuleta ni aina sauti nzuri, yaani sauti yako kidogo kaya kwenye muonekano mzuri, tofauti na kusema na kusoma Qur'ani, tofauti na kutamka maneno mengine, na kusema na kuisoma Qur'ani. Sasa kuna baadhi ya watu hawaisomi na maana Qur'ani, bali wao wanatamka tu yale maneno, anayataja tu yale maneno. Utaja kama vile kutaja kusoma gazeti, ukawa unasema hivi kwaje, huku ni kutaja. Kusoma lazima patikanike sauti iliyokuwa nzuri kwa ajili ya Qur'an, yaani uandae sauti yako hiyo kama na kidagaziko, sauti yako ina benzi, sauti yako nyembamba, uitoe kwenye kidogo muonekano ule wa kutamka, uje kwenye muonekano wa kuisoma. Kwa sauti uifanye nzuri, na pia kwenye kughani lazima kuwepo kughani sehemu ya sauti nzuri. Wale watu sema kughani ni jambo maarufu, watu wale ambao waliopita kwenye twarika na sehemu nyinginezo, kwenye vyuo vya maulidi au vyuo vya dufu, wao nalifahamu vizuri tu. Ni kuna stage huko ukienda, wanapiga dufu anaenda, kabla hajachangania huko kuna sehemu mtu anaghani hapo, sauti anailembesha hata mashairi mazuri hivi, alafu watu anagumia na kutuzwa, pengine anatuzwa. Alafu baada ya hapo akimaliza kughani yule, alafu ndio inakuja kipande cha mwisho sasa kumalizia katika upande wa dufu mchanganya. Ndio kusema kughani watu wanaelewa kwa namna. Sasa sauti ni nzuri, kuna aina ya sauti mtu anajifunza, na kughani sio fupi tu kama utakulala unaghani, wanajifunza watu, yaani wanapimwa watu, wanachujwa kama watu 10 au markari kama choo kizima chote wanasikizwa wenye sauti nzuri, alafu kama wewe taghani, yaani kuna mtu maalumu pengine huyo, wewe hapo taghani na wewe utaghani, akiwa amekosekanika hiyo utaghani wewe, lakini namba 1 wewe, namba 2 wewe, namba 3 huyu. Kwa hiyo mfumo ule unatakiwa kwenye Qur'ani tu, ile sauti ya kurembesha ile inatakiwa kwenye Qur'ani na sio kwenye sehemu nyinginezo. Hiyo
ndio alioruhusu Mtume, aina hiyo ndio ameruhusu Mtume. Kwa kiufupi, unapoifanya vizuri sauti yako na sio kujikarifisha au ukamwiga mtu, sababu watu wengi wanaiga wasomaji. Sasa mwisho sio kuiga tu, wanaiga ili na makosa, yaani kuna taklidi al-ama, yaani kuna ule kuiga kwa makosa. Sasa ndio walikopo watu ana mapenzi labda na mahiri, amemuiga mahiri, kwa hiyo atakalazimisha sauti yake iendane na mahiri, lakini atakalazimisha hivyo hivyo, lakini licha ya hivyo atakamuige amfuate hadi sehemu zile ambazo yeye alikosea, na atakaige pale pale. Kama mahiri alisimama hapo, basi naye atakasimama. Kama mahiri alipiga chafu, naye atakapiga chafu, anikae pale. Sasa huko kwa makosa hivi, yaani wafuatilieni tu ambao wanaiga wasomaji. Sasa huko kufai, lakini nasema kama kuiga kwa kumfuata yule ambaye anayesoma ndani ya hukumu inaruhusiwa, lakini pasi na kujikarifisha. Lakini ilikuwa bora kusoma sauti yako tu wewe mwenyewe, kila mmoja na sauti yake, lakini sauti yako ifanye kuwa ni nzuri katika unapoisoma Qur'ani, ili tofautike baina hii Qur'ani na haya sio maneno, haya sio Qur'ani. Hicho ndio kinachotakiwa. Kwa maana katika hadithi pia nyingine zimekuja kwa Jubair, kwa maana akasema samitu Nabii sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bitur. Mtume sallallahu alaihi wasallam akisoma katika swala ya magharibi, surati Tur, anasema fama samitu ahadan ahsana sautan au qira'atan minhu sallallahu alaihi wasallam. Sijawahi kusikia yoyote mwenye sauti nzuri au mwenye kisomo kizuri kumpita Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo aliweka sauti nzuri, kwa hiyo ndio maana hadi masahaba wakanukuu. Wakati mwingine Mtume sallallahu alaihi wasallam aamrisha watu kama kina Ibn Abbas, kina Ibn Mas'ud wasome Qur'an, sababu anasema yeye anapenda kwamba Qur'an ile ambayo inasomwa na mtu mwingine yeye akawa anasikiliza. Wanaambia bwana, Qur'an fulani ustareheshe na Qur'an, wanasoma basi yeye ndio anafurahia zaidi. Sababu gani? Na akachagua baadhi ya watu kwa sababu wana sauti zao nzuri. Kwa hiyo hapo anatakikana kujitahidi zile sauti zetu zile za ujanja, lakini tuziweke vizuri, siwe sauti yako ikawa herufi zinakwama, ni sauti nini hajulikani kama mtamko herufi gani, au kaona unaiga kama kosa. Kwanza mtu wenyewe upate wala hujafikia hata sauti yenyewe ya kumwiga, ukalazimisha hivyo hivyo, wala unajipalia ndani ya swala umuhimu. Sasa uone kama kuna nini hapa, kuna kujikera. Na sauti nzuri utakaoiandayo mwenyewe. Bwana, sauti zangu hizi piga na benzi na kupiga na sauti ya kawaida. Unajua nikitumia benzi inaleta vizuri, muonekano mzuri. Na kitumia hii kidogo inanilazimu sema kupanda na kushuka hapa, pengine hapapanda, au nikapanda nikashindwa kushuka. Kwa hiyo wewe nitumie benzi, tenda nayo sawa kwa sawa. Kwa hiyo katika Qur'ani ikiwa mtu ajipambe kwa sauti iliyokuwa nzuri. Hapo kuna masala mengi ndani yake, lakini anasema lakin in kana haula alqari'i ahadun yataadha bijahrihi fi qira'atihi kan-naimi wal musalli wa nahwihima fa innahu la yajharu jahran yushawishu alayhi au yu'dhihi. Ikiwa huyo msomaji wa Qur'an, ikiwa pembezoni mwake kuna mtu anapata adha, anaudhika kwa kuidhihirisha hiyo Qur'an au hicho kisomo chake cha Qur'an, kama
vile mwenye kulala mbele nyumbani kwako, kuna watu wanalala saa 4 usiku, wewe sauti kwa wanaotoa ya juu, ima usome mwenyewe au mfungulia redio yako na au simu yako. Walmusalli, au mwenye kuswali, pembezoni mwako kuna mtu anaswali, na mfano wawili hao, fa innahu la yajharu jahran, basi atudhihirisha udhihirishaji ambao ushawishu alaihi, utaleta tashwishi kwa mtu huyo juu yake, au yudhihi, au utamuudhi yeye mwenye kulala. Wengine soma kwako wewe utamuudhi yeye, na huko au kuchoka ikikaza mchana, sasa unamfungulia Qur'ani. Wengine wapangaji watupu wanafungua sauti, wengine nasikilizisha watu wengine huko, watu kungine kupumzika. Unaweza kitu kapanga mtu anatipali pala basi wewe utoe laki moja na hiyo laki moja vile vile, iende kwa utaratibu huo, upata dhambi. Au pembezoni mwako kuna anayeswali, wewe unaswali naye unaswali, au kama wale ambao wanaochelewa kwenye kuswali swala za kudhihirisha, wanatakiwa pengine wadhihirishe. Sasa hawa hawatadhihirisha kwa sauti, wanatakiwa wajisikilizishe kwenye nafsi zao, yaani kwa hiyo utaisoma kwa kuisikilizisha nafsi zao. Kwa sababu gani? Kutoka kwa sauti utafanyia tashwishi huyu mwingine, huyu mwisho inachanganyana. Wewe umesoma kulullahu, wewe unasoma tabatiada, mara na malizia yeye huko, na yeye mara naimalizia ile ya kule, hapo nashangaa mimi mbona nimeanza kusema hili nifikia huko, sababu nilikuwa natoa sauti, mwisho nimechanganyana. Hicho ndio kinachokatazwa. Na mfano wake mambo kama hayo. Sasa kuna msikiti mingine wana mifumo kama hiyo, kama msikiti al-Qadiria, na kuja analeta adhkari ile kwa sauti ya juu, kiasi ambacho wengine wengi ndio wamechelewa swala. Inakuwa sio sawa. Kwanza adhkari zile sio mzipata wapi yani? Sijawahi kuziona. Msikiti ushaye kuiona kale yani sijajua wampata mafunzo yale. Allahu musta'an. Kama kauliza mkapata elimu ya ndani, ile elimu za hadithi tujaziona, na mafunzo utaratibu kama ule. Hilo pia la kufanyaje la ku. Sasa kama vile inafanya tashwishi kwa wale ambao wanaochelewa. Wasema ni sunna katika rakaa za mwanzo za 2 za kudhihirisha udhihirishi. Sasa yeye unasemaje? Unasema yeye na kushawishi. Ndio. Hapo unanishawishi hapa, sisi wengi kando akidhihirisha hapa naye atasikiza mzazi. Ngine na sauti kubwa kuliko hata wewe. Wewe kwanza hivi mimi natoa namba 2. Wewe namba 4 ndio namba 4. Sababu sisi tutakuwa kuna zogo huko. Kwa taratibu ndio huo unaelekezwa, usilete ubishi. Wewe kuna watu wakiambiwa hivyo nini? Au ndio kama hivyo. Mzako anapata adha atakalale usiku, unafungua diari sauti ya diari ya juu huko. Sasa hiyo haitakiwi. Sema wewe ni huko bure kule tukafungulia muziki hadi mwisho. Sasa mimi tunafunga Qur'ani upate sawabu bwana. Hamna utaratibu kama huo. Utafungua kujisikizisha mwenyewe. Na hiyo ndio katika sheria. Ndio maana hapa kaita hadithi ya Mtume, faqala an-nabii sallallahu alaihi wasallam, asma innal musalli yunaji rabba, hakika mwenye kuswali anamnong'oneza Mola wake. Yani wanazungumza mazungumzo ya siri, kunong'oneza ile mazungumzo ya siri. Mwenye kuswali anamnong'oneza Mola wake, falyandur bima yunajihi, basi atazame na achunguze mtu yule ambaye anayezungumza naye, anayenong'oneza naye. Wala yajharu ba'dukum ala ba'dhi, basi wasidhihirishe baadhi yao kujua baadhi nyingine bil Qur'an, katika Qur'an. Hawa wanasoma kwa sauti ya juu. Rawahu Malik bin Muwatta qala ibn Abil Barri wa huwa hadithun sahih. Ila min adabiha, na miongoni mwa adabu zake, ayurattil al-Qur'an tartila, biqaulihi ta'ala warattil al-Qur'ana tartila. Muzammil ayani. Adabu zake kuisoma Qur'ani kwa utulivu, kwa tartili, yani mpangilio, kwa utulivu, hatua kwa hatua, kwa upole, basi na resi. Ndio tartili na nini.
Hai maana yake fayakrauhu, ataisoma huyo mtu, yatamahulu biduni sur'a, tasoma ni kwa upole na kwa unyenyekevu, pasi na kwa haraka, pasi na resi. Lianna dhalika awanu ala tadabburi maanihi wa takrimi hurufihi wa alfadhihi, sababu kusoma kwa upole huo, kwa upole hiyo inasaidia na maana kufahamu zile maana zake na kuzinyosha zile herufi zake na matamko yake, kuweka kila moja kuleka sehemu yake, inamsaidia hilo. Lakini kwenda kwa resi, kuna aya yani utazisoma ovyo, zile maana tukazifahamiki, ndio hicho kinachokatazwa. Wao wanaosoma ovyo eleweki kama makeneji na ule kushtakiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo usome yani hatua kwa hatua, kwa taratibu, kuna kimbilia wapi? Maana hata kwenye tarawih tunaambiaga watu nisome tu kama umemeza CD, soma kwa taratibu, kuna kimbilia wapi? Nenda resi, nenda wapi? Wewe soma kwa kadiri ya hali, ila kwenye taratibu zinatofautiana, ila kuna kusoma kwa haraka, yule ambaye anayechunga hukumu yule anaruhusiwa, akienda kidogo kwa kasi, kama kwenye tarawih wanachuoni pia wanahifisha, sio kwa kasi ambayo inapoteza maana, matamko yakae sawa, hiyo hairuhusiwi. Ila herufi itakiwa uipe haki yake. Fi sahihi kaja hapo, kuna hadithi nyingi katika sahihi al-Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu suila an qira'ati an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Anas aliulizwa kwamba kunako kisomo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam, faqala, kasema kanat madda, ilikuwa kisomo cha Mtume yani kwenye kuvutwa, thumma qara'a bismillahir rahmanir rahim, kisha akasema bismillahir rahmanir rahim, asema yamuddu bismillah, anaivuta ile bismillah, lam jalala anaivuta bismillah, akaikata. Wa yamudu arrahman, ana akaivuta arrahman, arrahman sio arrahmanir rahim, arrahmanir rahim. Wa yamudu arrahim, akaivuta arrahim, kwa bismillahir rahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim, hauna utaratibu kama huo. Bismillahirrahmanirrahim wote kwa mwaka kienyeji wewe, lakini kama sio mganga na huna shida yoyote, basi lazima utasoma bismillahirrahmanirrahim, lazima uvute. Hicho ndio kiraa cha Mtume. Sema wasuilat Ummu Salama radhiyallahu anha an qira'ati an-nabi sallallahu alayhi wasallam, faqalat, aliuliza Ummu Salama kuna kisomo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam, akasema Salama ni nani huyo? Salama ni nani? Ummul mu'minin, yani mke wa Mtume. Baada Abu Salama kufa, yani alipokufa, kwa hiyo aliposikia taarifa Mtume akaanza kusema ile kwamba Allah ampe kilicho bora, ampe badali kilichokuwa bora kuliko Abu Salama alimuona mtu yani mtu wa maana, mtu alikuwa bora, mnyenyekevu, anajali, hani mtu mtukufu. Anasema Ummu Salama, wewe nitapata kweli mwanaume kumpita Abu Salama? Sababu anamuuliza Mtume, sababu kamsikia sema hivyo, sema mahala mwisho akaolewa yule Ummu Salama, akaolewa na nani? Na Mtume. Sasa Mtume na Abu Salama mbora nani? Bora Mtume. Kwa hiyo akawa ule uyakini wake ukawa au na shaka juu yake. Kuna watu kweli wakifiwa na ume zao wanawajutia wale ume kwake. Kwa hiyo inatakikana hapa pia jifunze na maana kuishi na wake zako na familia yako, kuwa mpole, kuwa msikivu, mwenye kushauriana nayo nini, yani mwenye kuonea huruma, upendo. Kwa hiyo hata kama utakufa, basi zile ihsani zake na fadhila zako utakuwa unazikumbuka. Lakini kwa sasa hivi sijui kama kina Abu Salama sijui kama wapo watakuwepo. Kwa mnataja huko yani afadhali Mungu alimpita naye.
bora alikupita nayo Mungu. Yaani yule yuko mtu mkatili, aelewe mbahili kupita maelezo. Yeye anashukuru. Sasa hiyo sio sifa nzuri katika upande fulani. Kwa hiyo tuwe mfano wa kina Abu Salama katika familia zetu. Kwa hiyo aliulizwa Ummu Salama, Ummul Mu'minin, kunako kiraa kisomo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema kana yakfa qiraatahu ayatan aya, alikuwa anakikata kisomo chake aya moja hadi aya nyingine. Mfano, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Yani kila aya kuna mapumziko. Yani kuna watu kwa msikitini ukienda huko julikeni anaimba, anasoma, yeye anaunganisha aya karibuni, alhamdulillah anaweza kaikata mara moja tu. So ujasiri. Sawa, mimi na pumzi nyingi bwana. Sio taratibu kama huo. Unganga kienyeji labda. Lakini kama mtu ambaye anafuata utaratibu aweze kuunganisha mfumo kama huu, nakimbilia watu wote, tutapelekea zile hukumu zipoteze. Utaruhusiwa baadhi ya muda ikiwa kutahitajika hivi, lakini kwa mwenye kuchunga hukumu anazijua, na sio tu kujifanya ujanja kwa sababu na pumzi nyingi unaweza kukimbia kila siku na kupiga jogging, au unaweza kunini hapa hizi azitani kafanya kwenye Qur'an. La, fanya mambo mengine, mambo yako. Bila kusoma basi soma aya ni aya, anasunganisha moja kwa moja. Lakini kwenye jambo wanachoona wajuzisha kuunganisha, lakini kwa utaratibu, kwenye kufaa na kuchunga hukumu, hiyo taruhusiwa. Lakini kila cha Mtume ukitaka yeye alikuwa kuziunganishi aya, yeye alikuwa anasoma fikira aya hadi aya, aya hadi aya. Kwa mwisho aya na pumzika. Naeleweka hapa? Yote kwa nifahamike. Kuna kiadhira au kuna zile vitu vyenye kudhibiti, na kuna vitu ambavyo vinafaa ambavyo havipo kwenye nini lakini vinafaa. Sasa wewe unatofautisha. Ukitaka kitu kudhibiti basi hicho maana kilitoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hiyo hapo kuna hadithi ilikuwa sahihi. Leo sikia jambo inafaa, inajuzu wakati mwingine kutaana, hamna hadithi, hamna kilichodhibiti, hainafaa kwa njia ya kufaa. Hakuna shida. Ndio chokuwa bora ni kusoma aya hadi aya. Unasoma aya hii unapumzika, yani yeye unaleta aya nyingine, sio kuweka kituo kikubwa kupumzika ajulikaniki huyo anaendelea au ana rukuu alafu kisha muendelea tena mbele. Utakuwa unachosha watu. Kwa hiyo sura kama hiyo ina nini? Lakini nasema wala ba'sa bisura allati laysa fiha ikhlalun bil lafzi bi isqati ba'd al hurufi au idghami ma la yasihu idghamuhu, fa in kana fiha ikhlalu bil lafzi fa hiya haramu li'annaha tadhiru lil Qur'an. Kwa katika vitu vya muhimu pia hakuna ubaya kwenda kwa haraka ambao hakuna ndani yake ikhlalu bil lafzi, kupuuziwa zile kuweka mianya ile ya matamko, ukadondosha baadhi ya herufi. Na maana kama ikikosekana kudondoshwa baadhi ya herufi, zile aya zinaenda kama zilivyo, uharaka ambao hauondoshi idghamu. Lakini ikiwaondoshwa herufi, idghamu hamna, hazichungi zile hukumu zile, basi hapo itakuwa ni haramu, kwa sababu ndani yake kuna kubadilisha ile Qur'an. Ile sura itatizamika sura ya aina gani, maana watu watajua wanaweka kama vituo vipengele vitatu katika upande huo, tatil nini, kuna sura kama tatu anaiweka. Wa min adabiha, na katika adabu zake, an yasjuda idha marra bi ayati sajda, asujudi pili anapopita kwenye aya za sijda. Wa huwa ala udhuin, na hali ya kwa yeye ipo juu ya udhu, na ni hali ya kwa yeye ana udhu. Fi ayi waktin kana min lailin au nahari, wakati wowote ule umekuwa mamoja usiku au mchana. Pia
Fayukabbiru lisujudi, ataleta takbira kwa ajili ya kusujudi. Wa yakulu subhana rabbiyal a'la, wa yad'u, na ataomba, ataleta dua. Thumma yarfa'u min as-sujudi biduni takbir wala salama, kisha atanyanyua kutoka kwenye sujudi pasi na takbira na wala salama. Liannahu lam yarid anin nabii sallallahu alayhi wasallam, sababu hilo alijapokelewa, alijakuja kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Illa an yakuna as-sujudu fi athna'i salati, isipokuwa itakapokuwa ile sijida ndani ya swala, isipokuwa itakapokuwa sijida ndani ya swala. Fa innahu yukabbiru, haikakiada takbira idha sajada wa idha kama, sujudi atakaposimama. Hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu kana yukabbiru fi salah, ambaye alikuwa yakikabiri takbira ndani ya swala, kullama khafadha wa rafa, ila anapoporomoka na maana anapoinuka. Wa yuhadithu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yafalu dhalik, na hadithia ya Abu Hurairah kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam akifanya hivyo. Rawahu Muslim. Pia katika hadithi ya Ibn Mas'ud, raitu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yukabbiru fi kulli raf'in wa khafdin wa qiyamin wa qu'udin. Rawahu Ahmad wa an-Nasa'i wa at-Tirmidhi wa hasanahu. Wa hadha ya'ummu sujud as-salah wa sujud at-tilawa fi as-salah. Hii inaenea sijida za swala na sijida za kisomo ndani ya swala. Lakini hapa katika sijida anazielezea kabla ya hapo kwamba ni katika sunna au katika adabu zake unaposoma Qur'an upita katika zile aya za sijida. Yaani kuna aya yatakiwa zisujudiwe na kuna aya ziruhusiwi kusujudia, lakini kuna mistari hiyo kwa muda mwingine zitabainishwa. Unapopita katika aya hizo, basi utakiwa wewe sujudi, na sio lazima, ni sunna. Wengine wanasema ni wajibu, wengine wanasema sunna. Wajibu na sunna ni vipi? Sababu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu siku moja kwenye mimbari alisoma sura kama sura An-Najm au suratul Hajj, moja kati ya sura hizo, sura nyingine. Siku ya kwanza alipokuwa kwenye mimbari alisoma ile aya akaporomoka, akaja kusujudu. Alafu na muda mwingine aliposoma aya ile alirudia kwa muda mwingine, basi akaja sujudu. Hakuna ulazima huo. Ndio katika adabu zake, na unapopita katika aya za sijida, basi ikiwa kusujudi, lakini washarifisha uwe na udhu. Hapa Ibn Taymiyyah asema wewe na udhu, uwe tahara, ima moja usiku au mchana. Atata kibira katika sujudi na atasema subhana rabbiyal a'la kama vile inaulizwa. Lakini kwenye adhkari nyingine hujasema, kwenye Hisnul Muslim hujasema. Umesemaje mule? Sujudi tilawa. Yani katika tukiacha nini? Tukiacha takbira, yani ile maneno yanaitwa kwenye sijida. Asema subhanini sajada wajhi lilladhi khalaqa wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Katika asema sijida tilawa sofa. Lakini kilichothibiti anasema hivyo haya maneno sijazile kama za swala, sema ndio hizo nacho ndio kilichothibiti. Na pia lingine kilichothibiti ndio kwa sahihi ni kuporomoka ya sijida tilawa zinaitwa pasi na takbira. Hizo hadithi zilikuja hapa, baadhi wanachoona wamezitia ila lakini kilichothibiti zile na kwenda kimya na kunarudi kimya, isipokuwa ikiwa kuna utata. Watu kaenda kimya, wengine kuna sehemu waswali na wanawake au wengine waoni au na swali sehemu za juu. Wanasema hapa ndio takbira, ndio hizo hadithi zinafanyaje na sehemu mahali ushaya. Lakini kama watu taka zaidi kienda kimya, wengine kwa wajibu yani zote zinatatiza. Lakini nasema takbira, ukaenda takbira kama watu wanajua na hivyo. Sasa wengine wakaenda kimya, hapo ndio miganda kule wajibu nachoendelea. Bwana mzee amelala kule, ni kuaje? Kwa hiyo inakuwa kidogo sura yote
inapendeza kwa watu wote wanaona na wale wote wanaujua, inakuwa ni vizuri zaidi, hiyo inakuwa ni vizuri zaidi. Kwa hali zote hizi takbira, kuleta na kuto kuleta, mambo ambayo yote kuna athari ndani yake, ila sipokuwa kwenye riwaya za kwa thabiti ambazo hakuna takbira. Ama hizi nasema zina athari. Ndio anachoona sema hali yote mtu akiona tazama na hali ilivyo, anaweza kaleta kwa maslahi fulani, ikiwa na maslahi yake kama zile sia sawa katika upande wa kuzidisha swala, kitaka unaleta sia sawa zile asili yake. Katika upande wa kuzidisha swala unaleta sia sawa baada ya kutoa salamu, lakini kwa kuna maslahi ulete kabla ya kutoa salamu inafaa, kwa sababu jambo yote imethibiti. Sababu ile wapate baadhi ya watu, sababu ngine kutoa salamu wengine watakuwa shemu, wanasema hawa watu hawa tukaona hao wasijudi zisida za nini, zaenda kaleta kabla salamu, japokuwa kitendo ulichokifanya wewe cha kufanyaje, cha kuzidisha swala. Sababu katika swala kuna vitendo vya kuzidi na kuna vitendo vya kupunguza. Bila kupunguza vyote vile utaleta sida mbili zile kabla ya nini, kabla salamu, na vitendo vya kuzidisha vyote utaleta baada ya salamu. Sasa kuna maslahi, lakini imethibiti baada ya muda Mtume alileta hivi yote, alichanganya, atakuzidisha alileta kabla salamu, na vitu vingine alileta baada ya salamu, na hizi nyingine, ila katika hizi ya kupunguza alileta kabla salamu. Kwa hiyo na jambo la takbira ndio hivyo tusamika na hali ilivyo. Lakini kama wewe mwenyewe unaleta peke yako, unasoma peke yako, basi ile kwa bora kuleta kile ambacho kilikuthibiti ni akili kwa sawa sawa. Basi sisi humu msikiti mingi ya sunna wakaenda kusujudi sehemu sida tilawa, awaleti nini, awaleti takbira. Lakini ukiona wengine wanaleta kwa hali yako ambayo ilielezewa hapo Emini hiyo Abu Huraira amma wetu hapo, bila shaka utakuwa ulienda shati. Kwa inshallah tukipata muda mwingine tutaelezea ni baadhi ya adabu za kusoma za kwa ujumla za kutafuta elimu. Lakini kesho kwa mujibu wa Abu Hafsa anasema kesho yeye atakuwepo ulingoni atakuwepo bila shaka, bila kupepesa macho. Alishughulishwa tu kidogo, lakini amerudi kwenye ile. Tutakuja kutazama mazingira, kwa sababu tuna vipindi vya Qur'ani atakuwepo. Ikiwa hajafika sisi ndio vyake tutavichukua kama hivi. Kwa hiyo hizo chache tukiwa tuzingatie, basi tunaweza tukatoka mrithi idhnillah. Na mwingine akija atakuwa ni sehemu bana shapata, alafu kija nyingine hizo kwa ujumla na masomo mengine na nyingi hapo yazitaja, lakini tumetaja nyinginezo ambazo pengine sio maarufu sana, ndio tumeamua kuzitaja hivi. Subhanallahi wa bihamdihi ashhadu